الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pia na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni vyema mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watu kuhusiana suala zima la kumcha Allah. Ukisoma Qur'ani utakutana na neno lisemalo al-maut. Neno hili Kiswahili chake ni kifo. Limetajwa ndani ya Qur'an zaidi ya mara 70. Ni kuonesha kuwa hilo jambo ni lipo na inahitajika kila mtu asijisahau kwamba kuna suala zima la kifo. Ndio maana wanachuoni wanatueleza limetajwa zaidi ya mara 70. Kila mtu anajua kwamba kifo ndio mwisho wa mwanadamu katika maisha yake hapa duniani. Na ndio maana wanachuoni wanaeleza wakitafsiri taarif maana ya neno al-maut, wanasema nihayatun lilhayati dunyawiyya, ndio ukomo wa maisha ya ulimwengu. Ukomo wa maisha ya ulimwengu huwa unapatikana kwa mwanadamu kwa kupata hicho kitu kinachoitwa al-maut. Na wanachuoni wao wameeleza kisheria al-maut ni nini. Wanasema maut mufaraqatu ruhi al-badan, ni roho kuachana na mwili. Mwanadamu katika maisha haya ya ulimwengu anaweza kufanya harakati mbalimbali pale anapokuwa ameambatana na roho yake, lakini ile roho ikitoka tu, basi mwanadamu huyo anakuwa sasa amemaliza maisha yake hapa ulimwenguni. Qur'an katika moja ya jambo ambalo linasisitiza katika hizo aya zinazoelezea kuhusiana na umauti, kwa asilimia 80 inamthibitishia mwanadamu kuwa asije akasahau hapa ulimwenguni akiona maisha ni haya tu. Hapana, ipo itafika siku ataondoka. Analieleza hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ankabut aya ya 57. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi, kwa maana kila mtu ni mwenye kuonja kifo, kila mtu atakufa. Thumma ilaina turja'un, kisha baada ya hapo wote tutarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni aya mojawapo inayoeleza na imejirudia sehemu tofauti tofauti kwamba Mwenyezi Mungu anatueleza tusije tukasahau, kwa sababu kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itakufa. Aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratul Baqara, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, wallahi hakika tutawajaribu, tutakupeni mtihani kwa vitu mbalimbali. Miongoni mwa vitu hivyo uoga, njaa, na pia kupungukiwa mali. Wal anfus, maana yake ni tafsiri na kifo. Wathamarat, na riziki.
Yote hayo ni katika mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwanadamu, mitihani ambayo tutampa. Moja wapo ni kifo, ama kuondokewa na ndugu yako, ama wewe mwenyewe kuondoka. Wabashiri sabirin, Muhammad, wabashirie bishara njema wale watakaokuwa wenye kufuata subra. Watakaopata subra, basi wape bishara njema. Aya hii nayo inaonyesha wazi kwamba kumbe katika maisha haya tunayoishi, ipo siku kitakuja kitu kinachoitwa kifo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tena katika suratu As-Sajda, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, sema Muhammad, waeleze wanadamu wote waelewe kuwa yatawaffakum malakul maut, malaika wa kifo kwa maana ya Israeli atawatoa roho zenu. Alladhi, malaika huyu ni yule ambaye wukila bikum, amewakilishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa yeye ndiyo msababishi wa kumaliza maisha ya hapa duniani. Thumma ila rabbikum turja'un, kisha kwa Mola wenu mtarejea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tena katika suratu Nisa aya 78. Kwenye aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaweka msisitizo kwa wale watu ambao wanaohangaika na ulimwengu tu, hawashughuliki na akhira. Kama anatukumbusha akisema, aina ma takunu yudrikumul maut, popote mlipo, aina ma takunu, popote mlipo, yudrikumul maut, kifo kitawafikia tu, kifo kitawadiriki tu. Walau kuntum fi burujin mushayyada, na hata mkiwa katika ngome imara kabisa ambayo mtu anaweza akajitengenezea, basi malaika wa malakul maut hapo hapo atafika. Na akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Jumu'ah, qul, sema Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, hakika ya umauti ambao nyinyi mnaukimbia, thibitisheni kuwa utakupateni tu, mtakutana nao, kisha mtarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya zote hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama anatukumbusha kuwa hapa duniani sisi ni wenye kupita, tusijisahau. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu wenye dhikr. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul, وبقوله يهتدي المهتدون جل جلاله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين، آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بعدكم شكور Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kusieni pia na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikaa na masahaba, akawaambia maneno haya yafuatayo: akthiru dhikra hadhimi ladhat almaut, zidisheni sana kukumbuka mkataladha
ambaye si mwingine ni umauti. Wanachuoni wameitafsiri hadithi hii kwa kutazama faida za mtu kila wakati kuwa anakumbuka kifo. Huu ulimwengu kawaida yake unapumbaza. Ya'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Mwanadamu namna alivyo akiwepo ulimwenguni, raha zilizopo hapa huwa anajisahau. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatukumbusha kwamba fanya utakayoyafanya, lakini usije ukasahau mkata ladha. Hizo ladha za ulimwengu yupo anayeweza kuzikata, na si mwingine bali ni kifo. Wanachuoni wakaeleza kila wakati kuwa unajikumbusha suala la kifo kuna faida nyingi sana. Katika moja ya faida ya kwanza kabisa ni tarkul maasi, kuacha maasi. Yani kila unapokumbuka mara kwa mara kwamba kipo kifo, basi faida yake ya kwanza kabisa utakuwa unaacha kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hao. Lakini la pili, watalilul qalb alqasi. Ukiwa kila wakati unakumbuka kifo, kwa nini mtume anatuambia akthiru dhikra hadimil ladhat? Hebu kumbukeni mkata ladha, kwa sababu katika moja ya faida ya kukumbuka kifo, moja wapo inalainisha moyo uliokuwa mgumu. Katika haya maisha ya ulimwengu, kwa mtu anayependa ulimwengu huwa na moyo mgumu, anaweza akamdhulumu mtu, anaweza kufanya jambo lolote baya. Huyo mwanadamu anaweza hata kuua mtu kwa sababu ya faida zake ama kwa yale matamanio yake na raha zake. Lakini akikumbuka kifo, itakuwa ni rahisi kwake yeye, moyo wake utakuwa ni wenye huruma na hautokuwa mkavu ule moyo wake. Namba tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia mtu akiwa anakumbuka mara kwa mara kifo, yudhibu alfarah bidunya, inaondosha kuwa unajiachia tu katika ulimwengu huu. Dunia ina mambo mengi sana, ili uweze kujiachia basi usahau kabisa kifo. Lakini ukikumbuka itakusaidia kwamba acha nirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika faida nyingine ya kukumbuka kifo, wayuhawinul masaib fiha, inakurahisishia wewe kila janga unalolipata, kila mtihani unaoupata katika ulimwengu, unaona si chochote si lolote. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu hao. Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yeye anasema, mtu akiwa kila wakati anakumbuka kifo, jambo la kwanza litakalomsaidia haraka sana ni ta'jilu tauba, kuharakia kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha na toba kwa yale aliyokosea. Kwa kila wakati mwanadamu, wakati unaendesha maisha yako, usisahau kwamba kipo kifo. Jambo la pili anasema wa qana'atul qalb, na moyo kukinai kwa kile kidogo ulichokipata. Na la mwisho wa nishatul ibada, inamfanya mtu akiwa kila wakati anakumbuka kifo, basi huwa anakuwa na nishati, uchangamfu kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi kadri ya uwezo, tunapoishi katika maisha yetu tusisahau hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akthiru dhikra hadhimil ladhat almaut. Zidisheni sana tena sana kukumbuka mkata ladha, kwa sababu ndani yake kuna faida nyingi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika waja wake waliokuwa wema, atujalie tuwe ni wenye kukumbuka umauti kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن أصحابه أجمعين، خاصة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان،
أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.